Mwongozo wa kujifunza Biblia leo ikiwa ni Oktoba 2, siku ya Alhamis. Mada ya leo inasema kufanikiwa na kustawi. Soma Yoshua sura ile ya kwanza aya ya 7 hadi ya 9 pamoja na Mwanzo 24 aya 40, Isaya 53 aya 10 na Zaburi ya kwanza hadi ya 3. Kulingana na aya hizi, inamaanisha nini kufanikiwa na kustawi? Neno la Kiebrania salak, fanikiwa, Yoshua 1 aya 8, linamaanisha kutimiza kwa kiasi cha kuridhisha kile kilichopangwa au hali ya mazingira ya kufaa. Neno sakal, kuwa na hekima, katika Yoshua sura ile ya kwanza ya 8, linaweza kutafsiriwa kama fanikiwa au kuwa na mafanikio, lakini pia linaweza kumaanisha kuwa na busara au kutenda kwa hekima. Linapatikana mara kwa mara katika Ayubu, Mithali na Zaburi, ambapo wazo la ustawi linahusiana kwa karibu na kutenda kwa hekima kwa kumcha Mungu na kutii neno lake. Kulingana na ufahamu huu, ustawi haufasiriwi tu kama mafanikio ya kifedha, ingawa haukosi hayo. Mafanikio yanapaswa kuangaliwa kama hali ya mwafaka na maadili na kanuni za kiroho zinazojitokeza katika dunia aliyoiumba Mungu na ambazo zinajitokeza katika sheria yake. Kwa kweli, amini ahadi za Mungu, hasa ahadi ya wokovu kwa imani pekee na utii kwa sheria yake, hazipingani. Zinawakilisha pande mbili za sarafu moja. Soma Warumi sura ile ya 3 aya ya 31. Aya hii inasemaje kuhusu uhusiano kati ya sheria na imani? Kuweka imani katika kifo cha ukombozi na dhabihu ya Yesu kwa ajili yetu dhidi ya utiifu kwa sheria ya Mungu ni kuweka mgawanyiko wa uongo na wa hatari. Sheria na neema daima huenda pamoja. Ufahamu wa juu tu wa jukumu la sheria ndio unaweza kupelekea kuona sheria na neema kama zinazokinzana. Mpendwa msikilizaji, waandishi wa Agano la Kale walithamini sana sheria na waliona kuwa ni chanzo cha furaha. Zaburi ile ya kwanza aya ya 2, Zaburi ya 119 aya ya 70 na aya 77, pia aya 174. Ikiwa itazingatiwa na kutumiwa vizuri, sheria itapelekea kuelewa kwa kina zaidi hali ya dhambi ya mtu mwenyewe, Warumi sura ile ya 7 aya ya 7, na hitaji la haki ya Kristo, Wagalatia sura ile ya 3 aya ya 24. Mwandishi anapohitimisha anauliza, kwa neema ya Mungu, iwe unajaribu kwa kiasi gani kuitii sheria yake, uzoefu wako binafsi umekuonyesha vipi hitaji lako la haki ya Kristo inayofunika? Hii ni Oktoba 2, mada ikisema kufanikiwa na kustawi. Mungu atubariki sote. Neema yake idumu kuwa nasi sasa na hata milele. Amina.